Karibu kwenye exclusive za Ava TV. Naitwa Memorasia, nyuma ya kamera ni Asha Kaboga. Tuko na Ambokile Chuma cha Mjerumani, tunazungumza naye hapa mambo ya kimichezo. Karibu sana. Kubwa zaidi tuanzie kwa wananchi Yanga. Msimu umemalizika. Kuna mengi ambao walikuwa wanazungumza watu kwamba Yanga kwenye usajili msimu uliopita hawakufaulu vizuri. Ndio maana wamehangaika sana licha kwamba wamepata ubingwa msimu huu. Twende sasa Ambokile, utueleze sehemu gani ambao walikuwa wamefeli Yanga na unatamani pengine msimu unaofuata waweze kufanya marekebisho mazuri kwa ajili ya kujiandaa na msimu ambao unaofuata. Ni msimu ambao wa ushindani mkubwa. Azam wanajipanga, Simba wanajipanga na vilabu vingine vinajipanga kuhakikisha kwamba wanatetea kwenda kupambana tena kwenye kutafuta taji, lakini pia kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Mimi kwangu, licha ya baadhi ya sajili ambazo Yanga walizifanya kuto click katika soka, huwa inatokea, ni mara chache kuweza kubahatisha kote, na ndio maana tukaona hata upande wa Lunyasi misimu ambayo Yanga inachukua ubingwa, si kana kwamba Simba ilikuwa haina hela ya kusajili. Hapana, Simba ilikuwa na uwezo kifedha, lakini changamoto ambayo ilikuwa nayo ni shabaha bora ya kupata wachezaji ambao ni bora. Kwa hii imekuja hata katika upande wa Yanga, katika kuweza kuwapata wachezaji ambao wanakuja kuklike mazima. Utofauti ambao ulikuwepo ni kwamba hawa walienda kuchukua wachezaji ambao wameonekana hasa mwao kwenye mashindano ya kimataifa, lakini hawakuja kuklike mazima. Ndio akina Barakonte, Celestine Ekua na wengine. Na kwangu mimi natokea kwenye football, lakini bado litakuwa ni mchoyo wa fadhila kama nisipowapongeza Yanga, licha ya baadhi ya maingizo kufeli kwenye kikosi chao. Ni ukweli ambao uko wazi, lakini kuweza kutetea ubingwa wa ligi kuu wa timu kuitwa champion, sio winner. Maana yake katika kila mataifa bingwa anakuwaga mmoja, champion anakuwa ni mmoja. Hakunaga mabingwa wawili. Kuna winner na champion. Kuna winner na champion. Kwa Yanga, licha ya kuwa sajili zao kufeli, baadhi na zingine kuzinyoa, lakini bado wana kila sababu ya kuweza kupewa pongezi. Cha kwanza, kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo wa ligi ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa ukweli sajili zilifeli na wameweza kupambana licha kuangusha makombe mengine, lakini kuweza kutetea tu ubingwa wa timu kutambulika kama champion sio jambo jepesi hata kidogo. Historia mara 5, yes. Memo, tangu unakuwa wewe, hata mimi sijafikisha miaka 40, bado sana, lakini katika Gen Z hapa bado sana kufikisha miaka 40. Bado sana kwangu, bado sana. Kwa hiyo hapo una sasa bado sana 40 parefu sana hapo, bado sana. Kwa sote washabiki Gen Z wote, timu ya kwanza kuiona ambayo imechukua ubingwa mara 5 mfululizo ni Yanga. Gen Z, yaani kuanzia miaka 45 kushuka, timu ya kwanza kuiona imechukua ubingwa mara 5 mfululizo ni Yanga. Aona timu yako na afisa habari ajalia ubingwa wa ligi, timu ya kwanza kuchukua mara 5 mfululizo ni Yanga, na afisa habari wa Yanga ajalia mara 5 mfululizo bila kikosi ambacho ni bora na ajalia. Hapana, Yanga, mimi kwangu na akili, msimu huu umekuwa ni mgumu na changamoto za maingizo ndani ya Yanga. Ndiyo. Lakini Yanga tangu anaanza kuchukua ubingwa mara ya kwanza, si ndio? 21 22, ilikuwa ni ligi ya ushindani sana. Ilikuwa ni ligi ambayo Yanga wao pia walijizatiti kuwa na watu bora. Yanga imechukua ubingwa kwenye ligi ya ushindani, si ndio? Na kuwa na watu bora. Yaani Yanga ilikuwa na wachezaji, si ndio, ambao kwenye ligi yetu unawapata Yanga peke yake kwenye ligi ya ushindani. Simba ilikuwa na watu bora kwenye ligi ambayo ni dhaifu, inachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Unabisha, lete fact.
kulikuwa kuna mshambuliaji wa kumkompea na Meddie Kagere miaka ya nyuma, kiungo mshambuliaji kama Emmanuel Okwi, ulikuwa unataka kumpata sehemu nyingine. Lakini leo hii Yanga wana kiungo mshambuliaji wa moto Pedro Pacome Zouzoua, Simba wana Libasegei. Uongo kweli? Leo hii yuko Idi Nado katika kiwango bora kabisa, Faisal Salum, si ndio? Simba wana Chama, Yanga wana Alan Okello, Singida wana Mosi. Nitajie miaka ya nyuma Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Ukienda Singida unamchukua mchezaji kuja kucheza Simba mazima. Na angalia huko. Nikutajie miaka ambayo Simba anachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Nitajie kiungo mshambuliaji hatari wa Yanga ambao Yanga wanatamba naye, akienda Simba na kwenda kuanza, nitajie. Hakuna. Simba anachukua ubingwa kiungo mshambuliaji wa moto kipindi hicho kina Mapinduzi, Ditiamu Nchimbi, si hawa. Unaelewa vizuri? Lakini Yanga wanachukua ubingwa, Chama yuko Simba. Uongo kweli? Sahi, kwa hiyo ulikuwa una deserve kwa kipindi hicho. Issue iko hivi, Simba ilikuwa inachukua ubingwa mara 4 mfululizo kwenye ligi dhaifu. Unaelewa vizuri? Kwa nini? Hoja yangu ni kwamba ilikuwa ni ngumu leo kuona una beki wa kushoto kwa Singida anakuja Yanga anacheza, Simba anacheza. Simba sema mchukua kibabage Singida. Si ndio? Miaka ile kwa na hakika kwamba Simba hii ikamchukue mtu kule aje acheze pale. Kulikuwa kuna watu. Yaani Simba ilikuwa imejitengenezea muhimili wake yenyewe. Ushindani huku chini kwepo haupo. Yaani ilikuwa ni ligi ambayo mwili wa bouncer square. Kwa maana ukichukua Simba huku chini Yanga mbovu, Azam ungaunga mwana, njoo kwingineko. Lakini sasa hivi unakuja kuona Yanga anachukua ubingwa, Simba yuko vizuri, Azam yuko vizuri, Singida yuko vizuri, TRA wa moto. Msimu huu unakuja kuona Simba na Yanga sawa, zimeangusha alama mikoani. Kwa timu hii kuna timu inaitwa TRA imechukua alama kwa Singida, imechukua alama kwa Simba, imechukua alama kwa Azam, imechukua alama kwa Yanga. Umeona competition ilivyo? Hiyo ni fact, sio hisia za mahaba. Na huko kulikuwa makosa ya kibinadamu hayapo. Nitajue miaka ya nyuma ilikuwaje? Makosa ya kibinadamu, yani ukiniambia makosa ya kibinadamu, mimi kwangu hoja yangu mimi ni moja tu. Waamuzi wetu wengi ni kama kibaka, muda wote na kufelisha. Waamuzi wetu sisi wakepo ndani humo ovyo kabisa, wakitoka nje. Nimemsikia rais wa TFF ambacho amekisema kwamba mitandao ya kijamii inachangia kudumaza waamuzi wetu. Sio kweli. Tunaposema Ahmed Arajiga amechezesha vizuri michuano ya kafu, hapa ndani kwa nini anashindwa? Kwa nini mitandao iko Tanzania tu peke yake? Hapana. Kule wanajua dunia nyingine. Unamtafuta nani kule? Kilio cha Simba ni maamuzi ya kibinadamu. Issue ya waamuzi sio kilio cha Simba. Kilio cha timu zote zinalia. Ukisema kilio cha Simba, hiyo ilikuwa ni utetezi wa viongozi wa Simba kukosa ubingwa wa ligi kuu. Unaelewa ninachosema? Wana Simba wametengenezwa, sawa, kwamba wao wamekosa ubingwa kwa sababu makosa waamuzi. Hivi Simba hajanufaika na waamuzi? Mechi nyingi tu. Na wanalalamikia mechi moja tu ya Zanzibar. Uongo kweli? Si ndio? Ukitoa mechi ya Zanzibar, Simba imepata sare na timu ngapi? Mbona hakuna manunguniko ya Dodoma Jiji? Wasi uliangusha alama 2 kule. Mwanza umeangusha alama ngapi? TRA? Hapana. Kelele kubwa goli la Mwalimu. La wapi? Simba hajabebwa msimu? Sio kweli. Tuashumu Simba imepata sare mechi 2 za Yanga, imeshinda mechi zake zote mikoani, singekuwa bingwa. Unaleta uchochoro sio kwa na maana. Natamani mimi walalamike mechi ya Dodoma. Basi. Walalamike mechi ya wapi? Pamba. Walalamike mechi ya TRA. Umeona malalamika? Ila kwa sababu wanakwenda kugombania na timu kubwa Yanga, ndio kesi zimekuwa nyingi. Ule alikuwa ni uchochoro. Na bahati mbaya sana mimi nakwambia, mimi hakuna watu ambao nawakubali kama mashabiki wa Simba. Unakubali? Mashabiki wa Simba viongozi wamejua kuwatengeneza.
Vipi? Kwa maana moja, hata kama ni jambo ambalo ni negative, Mwanasimba njoo kesho fulani kaja, yanachokubaliana na Simba kwenye kukubali mambo yao tu hawanaga shida, kukubali mambo yao ya Simba hawana shida, lakini viongozi wameshindwa kuwatumia hawa katika timu ambayo leo ingekuwa iko mbali kwenye kudili na wanachama wao, kuwapa kadi za kidigitali, walikuwa ni watu wa Simba, lakini wamekutana na viongozi ambao swala kujua hawa ni wanachama tuwatafutie kadi za wanachama hakuna. Lakini silipo kwenye mchakato. Mchakato upi? Kwani hujui kama hivi kama? Sikiliza, maswala ya uendeshaji haja 2020 yana zaidi ya miaka 19. Sawa? Walikuwa wapi? Waliwa kuambia wanachama wao hakuna, si ndio? Danadana, si ndio? Ikaja kisingizio baada ya pushing ya wachambuzi, kinachowakwamisha wale ni katiba. Ndio katiba ikawa imekuja hapo, si ndio? Nini kinachoendelea kwa hivi sasa? Na bahati nzuri Mangungu alisema, jamani, sikilizeni, katiba hii tumepewa msimu huu, tusikose walau kikombe chochote, tupambaneni. Unaelewa vizuri? Bila hekima yule mzee wangekosa kila kitu, lakini hao wakizamishwa mkenge wanamtukana Mangungu. Hao wanalunyasi ni kama bendera yafuata upepo, yale mwanamke hana dini, unapindua tu Mkristo, unapindua tu Muislamu, njoo weke ndani, maisha yaendelee. Ni mambo ya kishamba, wanapaswa kubadilika. Mchakato wa kadi za wanachama Simba wameanza kabla ya Yanga, si ndio? Wewe Memo ni mwandishi, unamjua mkurugenzi wa wanachama wa Simba? Kwani umjui? Wewe si mwandishi? Kama hawajamuintroduce mimi nitamjuaje? Kwa nini? Na ni sahihi. Simba ni timu ya watu, sio ya viongozi. Unataka kusemaje? Wanapaswa kuambiwa mkurugenzi wenu ni nani, na wai zoezi la utoaji kadi za wanachama mpaka leo bado zina load. Sio yasema na load ya Simba 80. Bando limeisha, si ndio? Shida yangu mimi ni kusema tu leo kweli. Yaani mimi umeniambia habari za Yanga, nimekutana kweli. Yanga walifeli kwenye sajili msimu huu, lakini bado nawapongeza ku maintain kuchukua ubingwa. Sio jambo jepesi, sio jambo jepesi. Nakwambia, katika msimu ambao Yanga Africans imebakia chupu msimu huu, kupoteza kila kitu, lakini kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Ubingwa wa ligi kuu ni heshima ya nchi. Narudia, ubingwa wa ligi kuu, yani timu kuitwa champion. Unaona wale Arsenal wale ni mabingwa wa nchi England pale. Arsenal ni mabingwa wa England, so Man City kwenye FA kikombe cha knockout ngumijio imeondoka. Bayern Munich ni mabingwa wa Bundesliga. Kwa hiyo ubingwa wa CRDB ule ambao ulipata Simba hawakutakiwa kuitwa ule, sio ubingwa wa nchi. Ni mashindano mazuri, tunayapa heshima vizuri sana, lakini unapoza machampioni wa nchi hii ni Young Africans. Kunielewa mimi, usiwe na changamoto ya marejesho. Yaani machampioni wa nchi hii ni Young Africans, ima unataka au utaki. Hata afisa habari Lunyasa analijua, anazijima data. Machampioni, wakisa mabingwa wa ligi kuu ni nani? Nini maana ya neno kuu? Maana yake ni special. Ila kusema kwamba wenyewe wameliheshimisha kombe la CRDB kwa parade ambao wameifanya. Wako sawa. Mimi kuniambia wameliheshimisha kombe la CRDB, kuheshimishwa halijaanza leo. Yanga walikuwa napiga triple yale, ligi kuu na FA kwenye msafara wa parade. Ambacho kimeta tofauti kwamba wewe umechukua, huyu hajachukua. Kuna siku umeona parade ya makombe ya Yanga yote ambao wameyachukua, parade watu wako 6. Kuliheshimishwa na maanisha nini? Kwamba watu hakuna wamelipuuzia? Maana wa kwanza wenye parade kabambe nchi na kufundisha timu zote Afrika Mashariki na Kati ni Yanga. Uongo kweli? Memo mwaka 2020-2021 ulikuwa bado kadigidigi. Kombe la mwisho Simba wanalichukua, parade uliliona? Kadigidigi ushasema, si ndio? Uliliona
kombe lilipanda kwenye double kibili. Simba imejifunza kwa Yanga kuheshimisha makombe ya wadhamini. Waanzilishi wa kuheshimisha makombe nchi hii ni Yanga. Kwa nini? Paredi yao ya kwanza, wewe si mwandishi, si uliona yakina Fisto Kalala Mayele? Ile ni paredi yao ya kwanza ya kuvunja rekodi. Simba waanzilishi wa matamasha ya Simba Day na Yanga wakaiga. Yanga ni waanzilishi wa paredi ya kiheshima ya kibingwa na Simba wameiga. Uongo kweli? Hao walikuwa na introduce Eliza. Asijui. Kwani kuintroduce au kutambulisha kitu fulani ndio kwamba ndio special? Hapana. Haya, ungekosa usingetumia. Ungekosa usingetumia Eliza. Na kuuliza wewe, ungekosa usingetumia. Ungetumia tu. Sasa mimi ukiniambia ameheshimisha, ni kwa kosea heshima ambao wa kwanza kufanya hii kitu. Back to back mara 4 mfululizo. Mara ya 5 amelikosa. Si ndio? Eliza umeiona? Sikiliza. Sikioni kama kitu kimoja memu. Mimi kwangu natamani tujadili vitu ambavyo vya kudumu vya mfumo. Hata gari lakini. Mimi shatoka huko wewe. Yaani nenda kujadili baki kubishana magari, kawafuate na watu posta huko. Mimi ni mwandishi. Huwezi kuleta vitu vya ovyo hapa. Nisikilize. Sikiliza. Unakusikiliza mimi naomba nisikilize. Yaani hivi. Sikiliza. Mimi hapa. Mimi nitakuja kupongeza hivi virabu vyetu kumiliki viwanja vyao. Yaani uniambie Yanga imejenga kiwanja. Yaani hapo nitaipongeza mazima. Lakini hapo kuna watu wengi walikuwa hawaamini kama itawezekana. Sikiliza. Tunataka mifumo sahihi. Simba Yanga sio wa kwanza kumiliki mabasi. Azam sana basi la Eliza. Umeona mpiga kelele? Wewe umeshasikia Zaka anapiga kelele tunaeliza umesikia? Kwamba Zaka anapiga kelele kuhusiana basi. Anajua ni vitu vya nomo. Sasa Azam haipigi kelele na Eliza. Simba inapiga kelele na Eliza. Una ushamba. Yes. Azam sio na Eliza yazunguka kila siku hapa. Wewe umesikia Shimuiba anapiga kelele? Ndio. Hapana. Inakuja vile watu ambao walikuwa hawaamini. Sikiliza, yoyote ambaye anashangaa habari ya Eliza ni mshamba. Mimi nimemaliza chuma cha Mjerumani. Wewe ulikuwa unaamini kama watu. Hapana, ni vitu. Sasa kama basi la Eliza lipo, naanzaje kuwa mshamba? Si Azam lipo miaka mingapi sio 4 hiyo. Naanzaje kushangaa? Nomo sana. Wana Simba wapaswa kushangilia Eliza. Hawapaswi. Wana Simba wanapaswa kuhoji katiba mpya na mchakato wa mabadiliko timu ijiendeshe. Unaelewa ninachosema? Kujua wao ni wanachama au ni wapiga kelele. Sio unaelewa vizuri? Leo mtu anampelekea maiki, mimi Simba kindakindaki sina nini. Hana kadi ya wanachama. Wewe ni mkeleketwa tu. Unaelewa vizuri? Na mwanachama. Sifa ya mwanachama ya kwanza. Fuata hata katiba ya Simba au ya Yanga. Sifa ya mwanachama ya kwanza awe na akili timamu. Ya pili awe na age 18 na kuendelea. Ya tatu awe Mtanzania na mengine awe anaheshimu watu. Mwanachama mwenye akili timamu hawezi kujisaidia hadharani. Mwanachama? Sifa ya mwanachama, katiba imeorodhesha. Kaifuate katiba ile ya Simba ya zamani au katiba ya Yanga ya sasa inasema. Sifa ya mwanachama awe Mtanzania. Sifa ya mwanachama awe ana umri wa miaka 18 na kuendelea. Sifa ya mwanachama ya tatu awe na akili timamu. Mwanachama mwenye akili timamu hawezi kuvua nguo kujisaidia hadharani, ujinga namna ile. Mpelekee mtu yoyote anajiita mwana Lunyase. Mimi ndo nimesema. Kama unabisha chukua katiba ya mwana Simba ya zamani niletee hapa. Mimi ninazo zote. Mwanachama mwenye akili timamu hawezi kujisaidia hadharani. Wewe unaweza kujisaidia hadharani? Kuna watu wamejisaidia hadharani. Wewe hujawaona? Si ulikuwepo? Mwanachama mwenye akili timamu hawezi kufanya huo ujinga. Ili alizungumza very clear, wala si pepesi macho. Mwanachama anajisaidia, haiwezekani. Ndio maana nikasema hawa ni wakeleketwa. Umeona akili za wakeleketwa? Abagere. Hujasema chochote hapa. Hujasema kuhusu nani atoke sasa kwa sababu Yanga Afrika umeshasema wamefeli. Ni Lunyasi. Young Africans ni kwamba wana mpango wa kufanya maboresho ya kikosi chao. Wao wenyewe wameona, lakini kwangu kwa jicho langu kama mdau wa michezo ni kwamba Yanga kuna maeneo mengi sana ambayo wanapaswa kufanya maboresho. Kwa maana ya kwamba safu ya ushambuliaji inahitaji watu.
safu ya viungo wa kushambulia na viungo wa kukaba inahitaji watu, lakini pia safu nzima ya kujilinda defenders, eneo zima la ulinzi wana kila sababu pia kufanya maboresho makubwa tu. Yani Yanga inahitaji shafo kubwa. Yani Yanga kama kweli wanataka kuwa bora msimu ujao, ile 49 unbeaten ambayo walikuwa nayo ya African Classic player wanapaswa kuwa nayo tena, kwa maana ya kwamba kupata kiungo namba 6 bora wa level ya Bangala yule MVP, sawa, kiungo namba 8 bora wa level ya Dr. Khalid Aucho yule, Azizi Ki namba 10 yule, walipata vizuri striker bora. Manake Yanga mpaka dakika hii hawajapata striker kama Fisto Kalala Mayele. Wana kila sababu ya kuingia sokoni kupata winga kama yule, mshambuliaji kama yule halisi ambaye ni versatile, ana link team, anaweza kuscore. Attacking midfielders wa pembeni hawa wawe bora. Yani Yanga inahitaji lishafo kubwa. Yani leo inabidi ionekane kwamba Maxi na ubora wake kuna mtu anamweka bench au anapishana naye. Yani Maxi apate mtu wa kumnoa. Maxi inabidi apate tupa yake. Pacome kama atakuja tujue atakaa kwa muda gani, apate tupa yake ya kumnoa. Sawa? Kama Depo atabaki sio mshambuliaji mbaya, basi mawinga wanaokuja wawe na ubora kumfanya Depo aendelee kuscore, kwa sababu kwenye kufunga Depo ana shida. Wewe niletee mali ni score, hana shida kwenye hilo. Kwa Yanga inahitaji lishafo kubwa kuiboresha timu kuja katika ushindani mazima. Kuna Yanga ambao alikuwa nayo, yani kuna mziki ndani, kuna mziki nje. Yani Yanga wameanza nje, kuna Musonda, kuna nani, kuna Mzize, kuna nani. Wajua hawa kuna Bernard Morrison wakiingia kazi. Unaelewa vizuri? Kwa msimu huu hicho kitu amekimisi. Kuna watu ambao wako ndani, walioko nje hawana ubora wa kuzalisha kama wale ambao wako ndani. Unaelewa vizuri? Kwa ni kitu ambacho wanapaswa kukiboresha. Hata kwa upande wa Simba pia wana kila sababu ya kufanya maboresho pia, kwa sababu bado mimi Simba sijaji sana kwenye baadhi ya mechi zetu za ligi kuu. Na ndio maana Simba na Yanga kwenye mechi za ligi kuu wana uhakika wa kushinda mechi 17. Zote wakashinda. Hata mechi 20 wanaweza kushinda. Tafsiri yake nini? Bado kuna sometimes ushindani unakuwa sio wa muendelezo. Yani kuna timu ambayo inaweza kukukamia sasa hivi kwa kucheza kwa ubora sana, mechi inayofuata unashinda wewe. Yani ni ngumu kuona back to back. Yani Simba Yanga imepoteza alama 6 kwa TRA. Ni ngumu. Maana yake nini? Bado kuwajaji kwa asilimia kwamba sasa wao. Kwa sababu wao watakwenda katika ushindani wa kimataifa. Libase, Pacome, Okelo unaowaona wana shine. Je, wakikutana watu ambao wana feature space wanakuwaje? Ndio maana nikasema hata kwa Simba bado wana haja ya kufanya maboresho, ambao kuna orodha ya watu ambao wanaachwa. Unaelewa vizuri? Anatoka Libase Gay. Morris kwenye match Esperance de Tunis ana uwezo akakupa kitu kama anachokupa Libase Gay? Jibu ni uongo. Maana yake nini? Lazima apate replacement. Ya kutoka sio ndani. Yani Simba na Yanga kama kungekuwa na kanuni ya kusajili wachezaji 20 wangeenda wote nje. Kwa sababu Bongo ukiangalia wachezaji wenye ubora Bongo ambao umri wao ni mdogo ni Feitoto peke yake na Idinado hapa nayemuona kwa mbali. Lakini hao wengine wote hao timu zingine huko kina Mudathiri pengine kwa mbali, yani ni okoteza Mudathiri pengine wakachomwe pale hawafiki 10. Hawafiki 10. Ubora wao ni wako. Tena hao wawe ndani ya msitu wa watu, kwa sababu Faisal mwenyewe usimtegemee kwenye timu ambayo ina wazawa wengi, mtafeli. Yani Faisal azungukwe na kijiji cha watu kutoka maforeigners wale. Kiungo namba 6, namba ngapi, winga nini, watu wa maana. Hapo atafanya vile. Eti una wachezaji wako digidigi kibao huko Sikinole sio umetoka wapi? Utafeli. Uongo. Maboresho yanahitajika sana. Namba kikosi chako cha msimu uliopita, kikosi chako 11 tu. Mbona shakitaja? Mimi sijakisikia. Kikosi changu cha msimu. Tumalize kabisa. 12 au 16? 11, 16 vipi tena? Sina na reserve. Reserve wa nini? Golikipa kwangu Djigui Diarra. Hana mpinzani hata kidogo. Hata kidogo.
Maanake hata magoli anamkubali sana Djigui Diarra. Magoli mzee wangu. Golikipa magoli. Golikipa magoli anamkubali Djigui Diarra. Kikosi changu cha kwanza Djigui Diarra golikipa. Beki namba mbili namuweka Yao Kwasi. Beki namba tatu namweka Imoro Ibrahim wa Singida Black Stars. Namba nne namweka Ibra Baka. Namba tano namweka Rushaine De Reuck. Alafu namba sita pale namweka Yusufu Kagoma. Namweka Emidi Mau Mkami. Then namba nane kwa mbinde licha kwa bado najaribu kuangalia namba 8 nchi ya tuna. Namba 8 nitamweka kwa kumforce Faisal. Namba 9 nitamweka namba 7 sitataja. Namba 7 nitamweka Elie Mpanzu. Alafu namba 8 nitamweka Faisal, umesema utaforce. Faisal nitaforce pale. Alafu namba 9 nitamweka Depu. Namba 10 nitamweka Alan Okello. 11 Libase Gay. Nashukuru. Pamoja. Yule nani anaondoka kweli, anaenda Msimbazi? Nani? Namba 2 wako. Namba 2 Yao Kwasi anakwenda Msimbazi. Unasikia hiyo? Au hujasikia? Au haiwezi. Taarifa za Yao Kwasi kwenda Simba. Simba ina ubavu wa kumsajili Yao Kwasi. Huo ndio ukweli. Sawa. Aina. Kwa sababu hata hao nao waona wengi mikataba yao ndio inaboresha sasa hivi. Wachezaji wengi wa dirisha dogo, wengi waliingia kwa matazamio, kwa sababu Simba iliwahi kuwa ghalimu. Walibeta pa Omar Jobe hapa, kila mmoja alishika kichwa dirisha dogo. Alikuja Fred Michael Kublani hapa, kila mmoja hakuamini. Katoka Zambia ligi gani huko kaja hapa ale. Kwa ukaa ni mkataba wa kishika uchumba. Ukiwaka tunamalizana. Kwa ndicho ambacho kilichopo kwa hivi sasa. Na hivi ninavyokuambia wanamalizana na nani huyu? Ismail Ture. Moja kati ya mabeki wazuri sana. Ismail Ture. Kwa hiyo ulikuwa ni usajili wa matazamio na wameclick. Na mimi nawapongeza Simba katika kile ambacho wamekifanya kwenye dirisha dogo. Usajili ambao umeufanya umewalipa kwenye dirisha dogo kwa kiwango kikubwa. Ya kwa siwezi kumpata kwa sababu amekwisha thibitisha ubora wake katika nchi hii. Alafu angekuwa yuko timu ndogo sawa, lakini yuko pale Young Africans uweze kumtoa. Yani uwezi. Kama ulishindwa kwa Pacome Zouzoua ndio mchukue yule. Wewe uwezi, nakwambia. Unamshukuru kwa nini? Si kwa interview. Sawa. Si kuna kusaini? Amuondoke pia mpaka msaini kwa mlinzi. Wewe kusaini nini? Sawa. Wewe kusaini nini?